Engineer Hersi Said, moja kati ya Watanzania wanaopenda mpira wa miguu, moja kati ya Watanzania wanaoijali kazi yake. Tunavyozungumza yuko nchini Senegal. Huko ameenda kutembelea kituo kikubwa cha soka barani Afrika, kituo cha Generation Foot. Hiki ni kituo ambacho kimelea wachezaji wengi sana kutoka kwenye taifa la Senegal na ambao wana majina makubwa kwenye ligi kubwa barani Ulaya. Moja kati ya wachezaji hao ni mchezaji wa zamani wa Liverpool, Sadio Mane. Moja kati ya wachezaji ambao wamejizolea umaarufu kwenye mashindano ya AFCON yaliyomalizika huko nchini Morocco. Tunaenda kuangalia ziara hii ina manufaa gani kwa Young Africans na kwenye mpira wa Tanzania kwa ujumla. Mimi ni Rusamwa Rusamwa, niko na Leopard John, kamera operator ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Leopard, of course. Kuna siku ulisema Yanga ananufaika zaidi na Engineer Hersi. Mimi nikasema Engineer Hersi ananufaika zaidi na Yanga. Karibia nitakubaliana na wewe, ila bado karibia nitakubaliana na wewe. Engineer Hersi anaonekana kufanya vitu positive sana. Na ni vitu ambavyo ukiwa ni binadamu usiyokuwa na uwezo mzuri wa kufikiri, unaweza usione impact yake, lakini ukiwa na uwezo hata walau akili za kukuvusha barabara, utaona kwamba Engineer Hersi kuna kitu amekidhamiria kukifanya kwenye mpira wa Tanzania. Yaani siangalii tu kwenye eneo la Young Africans, na angalia kwenye taswira kubwa sana ya mpira wa Tanzania. Hizi ziara ambazo anakuwa anazifanya Engineer Hersi, tutegemee siku moja kupata kitu kikubwa sana kwenye mpira wa Tanzania? Yeah, of course. Kwa hichi ambacho anakifanya, kwanza atakapokwenda bendera ya Young Africans itakuwa inapepea, bendera ya Aka itakuwa inapepea, lakini pia bendera ya nchi kwa maana Tanzania itakuwa inawakilishwa vyema compared kwa sasa hivi. Bara la Afrika limekuwa linaanza kuizungumza ama kuisikia taifa la Tanzania kwa maana kama waandaji wa michuano ya AFCON ya mwaka 2027. So kupitia hivi nao pia anakuwa ni sehemu ya kuitangaza Tanzania kwenye hiyo sekta. Lakini by the way, unaangalia kama nilivyowahi kuzungumza na tunaendelea kuzungumza kwamba Engineer Hersi Said anainufaisha Yanga sana kuliko Yanga, yani kuliko yeye ambavyo anufaika na Young Africans. Kwa maana Young Africans wanapata faida kupitia Engineer Hersi Said 100% kuliko Engineer Hersi Said anapata faida akiwa na Young Africans. Lakini by the way, ni kazi yake ambayo ndio inafanya yeye aweze kuishi kwa sehemu, kwa maana unapozungumzia Engineer Hersi Said ukatilia mbali kuwa rais kwenye klabu ya Young Africans, lakini pia yeye ni rais wa vilabu vya barani Afrika. Na unapozungumzia Academic Generation Foot Amara Toure ya huko nchini Senegal, ni miongoni mwa clubs ambazo zinapatikana katika bara la Afrika. So ni sehemu ni club au ni academy? Yani ni club lakini pia ina academy yake kwa sehemu moja au nyingine. Generation Foot ambayo hii ilianzishwa mwaka 2000 kule Dakar, Senegal, ikiwa na lengo la kukuza vipaji kwa sehemu moja ama nyingine na kuweza kuendeleza pia soka la nchini Senegal. Na kama ulivyozungumza, miongoni mwa wachezaji wakubwa ambao pia wameshawahi kutoka kwenye hiyo club kwenye jeshi ni Sadio Mane. Lakini pia kwa siku za hivi karibuni amepita pia mtu kama vile Pape Osman Sako, nyota wa zamani wa klabu ya Simba Sport Club. Alikuwa pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ni zao la GF kutoka huko nchini Senegal. Kwa hiyo kwa Engineer Hersi Said kufanya hicho ambacho anakifanya, unaona yupo katika majukumu yake ya kutembelea. Unapozungumzia Generation Foot ni miongoni mwa academics kubwa barani Afrika ambayo macho ya vilabu vingi vinakwenda kutizama hapo. So kufanya ziara ni sehemu pia ya kuinufaisha Yanga, kwa maana pengine anaweza akaona kinachofaa zaidi akaanza kuweka tunaweza kusema macho yote akawa pale kwenye ile academy, kwa sababu tunasema kwamba mataifa ya magharibi mwa Afrika hasa Senegal ni miongoni mwa mataifa ambayo kila mchezaji kwenye engo ya soka tunamtegemea aweze kuwa bora, kama sio 100%, 85 mpaka 90. Tutegemee kutembea kwake kwenda kwenye academy ya Generation Foot inaweza ikapelekea kutwist kile ambacho alikuwa maybe wamekifikiria kutengeneza uwanja wa Young Africans kuwa uwanja ambao uta accommodate mechi na sometimes mazoezi. Yani wanaweza kufikia toka kwa sababu ya hiki nilichokiona wanachokifanya Generation Foot, ipo sababu na sisi kutengeneza compound kubwa sana ambayo ita accommodate na eneo la vijana kucheza na kukua kimpira. Wakaachana na ile soccer schools wakaenda kuweka properly
kwenye Yanga Academy? Yeah, of course, kwa sababu ukiangalia kama nilivyozungumza awali, unapozungumzia Generation Foot ni miongoni mwa academy kongwe barani Afrika na ambazo zimeshajizoea umaarufu mkubwa katika bara la Afrika lakini pia nje ya bara la Afrika. So Young Africans kwenda kujifunza the way ambavyo inaendeshwa ile academy sio kitu kibaya, lakini by the way mimi siamini tu kwamba kule ameenda kuiwakilisha Young Africans, lakini pia mimi naamini kwanza ameenda kuiwakilisha ECA kwa maana African Club Association kwa mara ya kwanza akiwa kama rais, lakini pia akiwa ni kama ni mjumbe wa kamati tendaji ya FIFA kwa maana kamati ya mashindano ya FIFA. Unaona kitengo chake ambacho kinafanya kazi, kwa hiyo ipo kwenye majukumu yake hasa kuliko majukumu yake ambayo watu wengi tumekuwa tunamfahamu. Kwa hiyo tutegemee Young Africans wanaweza wakabadili yani ile muundo wa uwanja wanaotaka kwenda kuujenga, wakatengeneza compound ambayo inaweza pia ika-accommodate shughuli za academy, kwa maana tukatoka kwenye Yanga Soccer Schools tukaenda kwenye Yanga Academy, ikawa ni proper academy ambayo itatumika kugenerate na kukuza vipaji vya wachezaji wa Kitanzania kama ambavyo wanavyoona kule kwenye academy ya Generation Foot. Yeah, of course, moja kati ya klabu ambayo imekuwa kwanza haiogopi kujifunza kwa wale wengine ambao wamefanikiwa ni Young Africans chini ya uongozi Engineer Hersi Said, kwa maana tumeona kile ambacho wamekifanya. Wamepokea ushauri kutoka kwa Sevilla kuhusu transformation and then imewalipa kwa kiasi, so wakiona mtu ameshabi successful nao pia wanatamani kuanza kujifunza kupitia yule ambaye ameshafanikiwa. Kwa hiyo kwa Young Africans inaweza ikawa ni sehemu pia mojawapo ya kuishi pale ambako watu wengine wanaishi, na wao wanaona kama wakiishi hapo wanaweza wakafanikiwa kwa sehemu yake. Moja kati ya vitu ambavyo nadhani vinaweza vikawa ni vijisababu vya Engineer Hersi kutembelea kwenye kikosi cha Academy of Generation Foot au Generation Foot Academy ni uwepo wa wachezaji ambao anaweza pia akawa recruit na wakaenda kuichezea Young Africans, kwa sababu anapoenda kutembelea pale anakuwa familia na wachezaji, anakuwa familia na viongozi wa Generation Foot. So in case limetokea deal ambalo linamhusisha mchezaji ambaye origin yake ni pale Generation Foot, inakuwa ni kazi nyepesi sana kwa Young Africans kumchukua, na ukizingatia moto na washa Basige inaweza pia ni sababu ambazo zimemfanya Engineer Hersi kwenda kutembea na kuona kwa macho Senegal inatoa vizazi vya aina gani. Mimi ni Usama, nilikuwa na Leopard John, Yusuf Ramadhani Mpuma, binadamu mwingine nyuma ya kamera. Tukutane muda mwingine.